Tunapoongelea tatizo hili la prolonged ejaculation au kushindwa, kwa sababu tendo la ndoa linapofanyika tunategemea matokeo, na matokeo yake ni ile ambapo msisimko unakuwa wa juu mpaka inafikia mtu anatoa mbegu za kiume na tendo kuishia hapo. Sasa kuna baadhi ya matatizo ambayo yameonekana katika matatizo ya tendo la ndoa, ambayo mojawapo ni kushindwa kufika kileleni au kuchelewa kufika kileleni. Na japokuwa tatizo hili mpaka sasa hakuna muda ambao umeshawahi kuwekwa kwamba ukikaa masaa mawili umechelewa, ukikaa dakika 5 umechelewa. Hakuna muda, japo tafiti zinaonyesha kitu ambacho kimeonekana kudefine au kuainisha jambo hili kwamba hili ni tatizo la kuchelewa kufika kileleni, ni pale mtu anafanya tendo la ndoa hafiki mpaka inafikia wakati anaamua kuacha, au kule kusimama kwa via zake za kiume kunaisha, na wakati fulani au mwenzi wake anaamua kuailisha kwa sababu hakuna raha tena katika kufanya tendo. Kwa hiyo tunaita kuchelewa kufika. Na tatizo hili limeonekana sana kuwa kubwa umri unavyozidi kuwa mkubwa. Kwa hiyo kuna umri tayari umeshaainishwa kwamba kuanzia miaka kadhaa mpaka kadhaa. Ni ipi hiyo sasa? Miaka mingapi? Tafiti zinaonyesha kwamba mtu anavyozidi kuwa na umri mkubwa lazima kutana na tatizo la kuchelewa kufika. Sio lazima, nafasi ya kupata hilo tatizo la kuchelewa inaongezeka. Okay. Na hii inaweza kuwa mojawapo ya changamoto ya tatizo la nguvu za kiume. Ndio, ni yenyewe tunaliweka sasa katika grupu la tatizo la tendo la ndoa, sexual dysfunction. Visababishi vyake ni vipi hasa? Cha kwanza inaweza ikawa ni misongo, matatizo ya kisaikolojia. Unajua matatizo mengi ya tendo la ndoa yanahusika sana na psychology. Inawezekana ni msongo au stress, mtu anaweza akapata shida hiyo. Lakini kingine, mtu anaweza kuwa anatumia dawa ambazo zinatibu magonjwa mengine. Inawezekana ni dawa za magonjwa ya akili, inawezekana dawa za magonjwa ya shinikizo la damu, inawezekana dawa za wale watu wenye matatizo ya degedege, kifafa. Lakini pia mtu huyu anawezekana ni mnywa pombe sana. Kwa haya yanaweza yakasababisha huyu mtu akapata shida ya kuchelewa kumaliza. Lakini pia anaweza akapata ajali ambayo ikahusisha kiuno, kwa hiyo ikaingilia kati mfumo wa neva ambao unapeleka mawasiliano katika via za kizazi za kiume. Kwa hawa wanaweza wakajikuta wakapata shida ya kuchelewa kufika kileleni. So kwa kukutana na vitu kama hivyo, viashiria hivyo ndio visababishi na ujue wewe una changamoto hiyo. Na tuje sasa kwamba mtu ataona kitu gani au ataona vitu gani katika via vyake vya uzazi aweze kujua kwamba sasa mimi nina tatizo la kuchelewa kufika. Kiuhalisia, ndugu mtangazaji, anaweza asione, lakini kuna mtu mmoja alisema acha inyeshe tuone wapi panavuja, kwamba yale matokeo ya kile kitu ndio yatakusukuma wewe kwamba nilikuwa ninamaliza, lakini sasa hivi inafikia sehemu hadi ninaamua kuahirisha. Na hii haijatokea mara moja, imekuwa mara nyingi. Lazima sasa kitu kengele ile kichwani kwamba yawezekana kuna shida sehemu fulani. Kwa hiyo natakiwa ni muone daktari kwa ajili ya kunisaidia kufanya. Kama ni dawa, naweza kubadilisha dawa ambazo haziwezi kuleta shida hiyo. Kama ni matatizo ya kisaikolojia, anaweza akakupa dawa ya kukusaidia kutuliza akili na uweze kufanya.
Kuna madhara yoyote mtu anaweza kukutana nayo, au mtu awe na hofu kwamba ni tatizo kubwa sana atakutana na madhara? Unajua ndugu mtangazaji, tunapoongelea tendo la ndoa tunamaanisha ni kitu ambacho kinatakiwa kifurahiwe na watu wote wawili. Kwa kama hakifurahiwi, nafikiri wananielewa, kama hakifurahiwi basi ni tatizo. Kunakuwa kuna mapungufu katika shughuli ile, kwa hiyo lazima itakuwa kuna matatizo. Tunaweza kufahamu matibabu yake ni yapi, na ikiwa mtu anayehitaji anatakiwa aende sehemu gani husika kupata matibabu? Kama tulivyoeleza visababishi, tumeongea habari ya psychology, tumeongelea habari ya matumizi ya madawa, tumeongelea habari ya matumizi ya pombe. Kwa hiyo akipata shida hiyo, lazima sasa amwone daktari. Daktari atajaribu kuainisha wapi kuna shida, na atakapogundua kwamba shida iko hapa, basi itakuwa ni rahisi kuweza kuingilia kati na kumsaidia mtu. Kwa hiyo matibabu yapo na yanapatikana. Yapo. Okay. Tufahamu sasa, hiyo tumezungumzia upande wa kuchelewa kufika. Ndio. Ikiwa mtu ana ile ya kutokufika kileleni kabisa, nayo ni tatizo ambalo linaweza kumwogofya. Ndio. Na kama nilivyosema mwanzo kwamba lazima kuwe kuna kufurahiwa kwa tendo. Na kufurahiwa mojawapo ni pale ambapo mtu anafika. Sasa wazungu wanasema better late than never, kwamba sasa hakuna kabisa. Na lenyewe ni tatizo. Na kama nilivyosema hapo mwanzo, na lenyewe pia linahusika sana masuala ya kimwili na kisaikolojia. Na hili kwa upande wa kimwili ni pale mtu anapokuwa ana shida ya neva, magonjwa kama multiple sclerosis, magonjwa kama Parkinson, ugonjwa wa kutetemeka, labda alipata ajali ikahusisha ugwe mgongo, japo anatembea lakini madhara yalikuwepo, damage ilikuwepo. Huyu anaweza akapata shida ya kutopata kabisa ejaculation. Lakini kuna wale ambao wanatumia madawa ya kuzuia msongo, msongo wa mawazo, yuko kwenye depressant, anaweza akapata shida ya kuto ejaculate au kufika kileleni. Lakini kuna wale wenzangu na mimi ambao walifanyiwa upasuaji ambao ulihusisha nyonga au kiuno, ikiwemo upasuaji mkubwa wa kuondoa tezi dume, hasa kwa wale ambao wana saratani, au upasuaji mkubwa labda alikuwa na uvimbe kwenye utumbo mkubwa. Sasa anapokuwa amefanyiwa upasuaji huo, yawezekana katika kufanya upasuaji waligusa neva ambao zinakwenda kupeleka mawasiliano kwenye via za kizazi za kiume. Hawa nao wanaweza wakajikuta wanapata shida hiyo na kushindwa kuejaculate au kufika kileleni, au kuacha kabisa kufika kileleni. Kuna utofauti. Huyu wa kuchelewa anaweza akachelewa lakini akafika. Lakini huyu hafiki kabisa. Okay. Kwa unavyomaanisha hafiki, inamaanisha kwamba hakuna mbegu za kiume. Kumbuka, unapofika mbegu za kiume lazima zitoke. Na huyu sasa ambaye hafiki ni kwamba mbegu za kiume hazifanya nini? Hazitoki kabisa. Sasa huu ndio utofauti. Inapotokea hivi ni kwamba tunategemea pia lazima hakuna investment ambayo haina faida. Kwamba lazima watu wakiwa katika ndoa wanategemea kupata watoto. Sasa inapotokea kwamba hafiki, kwamba mbegu za kiume hazitoki, inamaanisha kwamba watoto hawaweza kupatikana. Inakuwa ni embarrassment. Mbali na kukosa watoto, pia inaweza ikawa ni bugdha, kwa sababu via vya kiume unapofika kileleni, mbegu zinatoka,
inakuwa ndio hitimisho la tendo. Kwa kama mbegu hazitatoka, inamaanisha kwamba tendo linaweza likachukua muda mrefu sana na likawa halina furaha tena ndani. Kutokufika kileleni, mtu anaweza akapata matibabu ikiwa na changamoto hii? Kama nilivyosema, kuna matatizo, kuna visababishi vingi, kisaikolojia, madawa na nini. Akipewa dawa anaweza akasaidia, lakini kuna vile ambavyo vimetokana na upasuaji, hivi inakuwa ni ngumu kuvitia. Wito wangu ni kwamba jamii ijenge tabia ya kutafuta suluhu ya matatizo mapema, hasa pale ambapo anapopitia magumu, asiyaweke tu akabaki kuweka kwenye status kwamba ninapitia magumu ambayo hayafahamiki. Kwa hiyo ni vyema wakajenga tabia ya kwenda kupima, na uzuri serikali yetu na Baraza la Maaskofu Tanzania TEC wamewekeza kwa kiasi kikubwa sana katika hospitali ya Bugando, ambayo ni hospitali ya kikanda, na wakiwa sasa wanajaribu kubobea, kupanua huduma zao kutoka katika huduma za kawaida kwenda huduma za kibingwa. Kwa hiyo naisi jamii ambayo inakaa karibu na Mwanza, hata ambao wako katika kanda ya Ziwa na hata nje ya nchi, Kongo, Burundi, Rwanda, waje wapate huduma hizi za kibingwa. Sikuishia sehemu tukaambiwa kwenye miti hakuna wajenzi, tuitumie miti tujenge, waje Bugando wapate huduma na wapunguze matatizo walionayo, wasikae na matatizo ambayo yanaweza kusaidika. Ambacho ninakiona haya yanatokea kwa sababu ya knowledge gap. Serikali imesomesha sana wataalamu, lakini wataalamu hao hawajaja karibu sana na watu ambao wanahitaji huduma. Nishukuru Star TV na Bugando kuleta vipindi hivi, kwani tunajaribu bridge, kuweka daraja kati ya watoa huduma na wahudumiwa, kwamba atakayesikiliza kipindi akajua dalili, hata kuwa na haja tena ya kutafuta vitu ambavyo si rasmi. Kwa ninatumaini kwamba wanaposikia watakuja, watahudumiwa. Jambo la kusisitiza kwamba kuna sauti nyingi sana kule nje, na kila sauti ina jambo lake, lakini hatuna uhakika na mengine ni kwa ajili ya kutafutia kipato. Mimi washauri tu watafute vitu kutoka katika vyanzo sahihi. Wakati fulani Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete alisema, za kuambiwa changanya na za kwako. Ili nalishuhudia kwa sababu nilishawahi kupata mgonjwa ambaye aliambiwa awekewe kimiminika kwenye via vyake vya kiume, na ikampelekea njia ya mkojo yote kuharibiwa. Na hii ilitokea tu alikuwa akitafuta nguvu za kiume. Kwa za kuambiwa changanya za kwako. Unaweza kuambiwa kula miogo, unaweza kuambiwa kula nazi, unaweza kuambiwa tafuna karanga mbichi, unaweza kuambiwa changanya konyagi, ndio atatumia nini, vumbi la mkongo, chemsha mwarobaini. Au yote hayo ni yanatokea kwa sababu jamii ina vacuum, inahitaji kuelezwa. Nashukuru sana. Asante sana daktari.